Habari ya mchana. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea na juhudi za kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini kazi hii inafanyika kwa kushirikisha umma katika kuhakikisha usalama unaimarika katika jiji la Dar es Salaam. Lakini katika kazi hii wadau wengine mbalimbali wa kisheria, mamlaka mbalimbali za kisheria pia wanashirikishwa na kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali wanashughulikiwa vikali, lakini kwa mujibu wa sheria. Tangu mwaka 2023 mpaka mwaka huu 2025 mwezi huu Mei, watuhumiwa kadhaa mbalimbali walifikishwa kwenye mahakama zetu za kisheria zilizopo katika jiji la Dar es Salaam, na tumefuatilia kwa karibu sana watuhumiwa wale, na napenda kuwaarifu miongoni mwa makosa yaliyokuwa ni kero katika jiji la Dar es Salaam yakiwemo makosa ya kubaka, makosa ya kulawiti na unyang'anyi wa kutumia silaha ikiwemo visu pamoja na nondo. Baadhi ya watuhumiwa ambao tumewafikisha kwenye mahakama mbalimbali zilizopo jijini Dar es Salaam wamepatikana na hatia. Wapo waliopatikana na hatia za vifungo vya maisha jela, lakini pia wapo waliopatikana na hatia ya vifungo vya miaka 60 na wengine wamepatikana na hatia ya vifungo vya miaka 30 jela. Kwa mfano, yupo mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Salumu Mohamed ambaye alifanya tukio la kubaka maeneo ya Mbagala Temeke mwaka 2023. Alifikishwa kwenye mahakama ya wilaya Temeke na tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 alipatikana na hatia na kufungwa kifungo cha maisha jela. Wapo watuhumiwa wengine nimewaorodhesha hapa waliofanya matukio, kwa mfano Tandale, kina Fadhili Frederick, matukio ya kubaka, nao wamepatikana na hatia kwenye mahakama ya wilaya Kinondoni na kufungwa pia kifungo cha maisha. Kwenye matukio haya nimeorodhesha watuhumiwa mbalimbali, matukio waliyofanya na adhabu walizozipata kwenye mahakama zetu za kisheria zilizopo katika jiji la Dar es Salaam. Ukiacha matukio ya kubaka, pia kulitokea matukio ya kulawiti katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, na baada ya kufuatilia kwa maana ya kufanya upelelezi, watuhumiwa kadhaa walikamatwa na wenyewe wakapelekwa kwenye mahakama za kisheria hapa jijini Dar es Salaam. Mfano wa matukio ya kulawiti ya watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Baraka Modestus ambaye alituhumiwa kufanya tukio la kulawiti huko maeneo ya Madale, Msigani, Ubungo mwaka 2024. Baada ya kufikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Kinondoni tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 alipatikana na hatia ya kufungwa kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo ipo orodha ya watuhumiwa pia wa kulawiti, matukio mabaya ya kikatili ambao mahakama zetu kwa kushirikiana na wananchi waliotoa ushahidi pia wamepatikana na hatia, wengine kufungwa maisha na wengine kufungwa
miaka 30 jela. Ndugu waandishi wa habari, ukiachana na makosa ya kijinai ambayo yamefanyika yakiwemo haya ya kubaka na kulawiti, kuna maeneo kadhaa yalifanyika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, lakini nguvu, kwa maana kufanya unyang'anyi wakitumia visu, wakati mwingine nondo. Na wenyewe pia kwa orodha ambayo nimeiweka hapa, kwa mfano Ali Bakari Tengetenga aliwahi kufanya tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha maeneo ya Mbweni kijijini mwaka 2024, na tarehe 24 mwezi wa 3 huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 60 jela na mahakama ya wilaya ya Kinondoni. Ndugu waandishi wa habari, tumekuwa na tatizo la matukio ya ajali za usalama barabarani. Baadhi ya watumiaji na waendeshaji wa vyombo vya moto mara kadhaa wamekuwa wakikiuka sheria za usalama barabarani na kusababisha ajali, kusababisha majeraha kwa wananchi ambao wanavuka barabara hizo, na wakati mwingine kusababisha hata vifo. Miongoni mwa matukio mabaya ambayo yamekuwa yakitokea, na tumefanya ufuatiliaji mkali kati ya mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka huu, ni watu kuingia na kuanza kutumia barabara za mwendo kasi kinyume na sheria na taratibu za barabara hizo. Jeshi la polisi, pamoja na kufuatilia na kudhibiti matukio ya watu kutumia barabara za mwendo kasi, mwezi huu wa Mei kutoka Aprili, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilifanikiwa kudhibiti makosa hatarishi ya madereva mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti kwa maana ya Temeke, Ilala na Kinondoni, lakini pia kuwadhibiti madereva walevi pamoja na wale wanaotumia barabara za mwendo kasi. Kwa mfano, mwezi Aprili mpaka Mei, tarehe ya leo 30 Mei 25, jumla ya madereva wa magari na pikipiki za magurudumu matatu, yani bajaji, waliokamatwa kwa kutumia barabara za mwendo kasi pamoja na kukiuka sheria za barabarani. Jumla ya madereva 289 walikamatwa. Pikipiki bodaboda 61, bajaji 65, magari ya serikali 35 na magari binafsi 123. Hiyo ni idadi ya magari ambayo yalikamatwa kwa kupita kwenye barabara za mwendo kasi kinyume na sheria. Narudia, jumla ya magari na madereva 289 madereva walikamatwa na magari yao, wakiwemo pikipiki 61 kwenye mwendo kasi, bajaji 65, magari ya serikali 35 na magari binafsi 123. Madereva hawa walichukuliwa hatua kali mbalimbali za kisheria, na miongoni mwao 41 walionywa vikali. Aidha, tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa chini ya kifungu cha 45
na kifungu cha 46A. Vyote vifungu hivi vya sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ambayo imerekebishwa mwaka 2002. Vifungu hivi vinakataza dereva kutumia kilevi na kuendesha chombo cha moto. Kifungu hiki cha sheria ya usalama barabarani ambacho nimekitaja na kingine vinavyosomeka vyote kwa pamoja ambavyo vifanyiwa marekebisho mwaka 2002 vinakataza dereva kuendesha chombo cha moto huku akiwa ametumia kilevi. Na katika mazingira hayo, madereva 19 kwenye hii miezi miwili ambayo nimeitaja, walevi, walikamatwa. Kwa maana magari madogo unaruhusiwa kunywa, lakini usizidishe milligrams 0.8. Ukinywa dereva wa gari dogo usizidishe milligrams 0.8. Kwa hiyo tulifanya ufuatiliaji wa dharura na kufanikiwa kukamata madereva walevi wilaya ya Kinondoni 18 na Ilala 1.